Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania. Vyanzo vya maji hivi vinatumika zaidi ya vijiji 38. Umuhimu wa safu za milima ya Irangi. Kuna uvuvi unaoendelea katika ziwa Haubi. Alafu huku kando kando tunalima mboga mboga, nachota maji huku tunaenda kumwagia. Maji tunapata kwa wingi, alafu mazingira yamekuwa mazuri, hali ya hewa imekuwa nzuri, hata mvua zinakuja kwa wakati, kinyume na kulipokuwa na uharibifu wa mazingira. Uhifadhi wa misitu unavyosaidia kutunza eneo la urithi wa dunia Kondoa. Michoro hii imechorwa ndani ya hifadhi. Maana yake ni kwamba hifadhi hii imetumika kutunza michoro na miamba iliyopo ndani yake. Kwa sababu miti ikikosekana kwenye hii michoro inaweza kapelekea michoro pia kufutika kwa sababu ya jua kupiga sana kwenye michoro. Ndio sehemu ambayo mvua ilikuwa ikinyesha, watu walikuwa wakija hapa wanaomba na mvua inanyesha. Ni sehemu ambayo kama mwanamke alikuwa hawezi kuzaa, alikuwa akija hapa anapata mtoto. Lakini pia wilaya ya Kondoa ni maarufu duniani kutokana na michoro ya miambani. Lakini kuna vivutio vingine vya utalii wa mazingira asilia ndani ya safu za milima ya Irangi. Mfano ni nguzo za asili ndani ya kijiji cha Haubi. Nazo zinavutia watu kutokana na maumbo yake. Kingine, kuna eneo la kihistoria la kabila la Warangi, ziwa Haubi. Tupate simulizi kutoka kwa wenyeji na wahifadhi. Kwa sasa tupo kwenye ziwa Haubi. Kama tunavyoona background, tuko kwenye ziwa Haubi ambalo ni ziwa muhimu sana kwa maisha ya Wanahaubi. Ni ziwa ambalo wanatumia kwa shughuli za nyumbani, kwa maana ya kwamba maji haya wanatumia ndio ya kupikia, lakini pia wananywesha mifugo hapa, lakini pia wanapata kitoweo. Kwa hiyo ziwa hili linawasapoti kwa kitoweo, kwa maana ya kwamba samaki, lakini pia kuna ndege mbalimbali ambao wapo kwenye hili ziwa, ikiwepo bata pia ni kitoweo. Kwa hiyo ni ziwa muhimu sana kwa Wanahaubi kwa kuwa maisha yao yanategemea ziwa hili. Lakini kwetu sisi wahifadhi tunalichukulia ziwa hili kama ni chanzo cha utalii, ni zao la utalii. Kwa hiyo jukumu letu ambalo limetuleta leo hapa ni kuhakikisha kwamba tunalitangaza hili ziwa Haubi ili liweze kuleta manufaa zaidi tu ya matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo kukaa kwetu hapa pia tunatarajia wawekezaji wataweza kuona hizi taarifa, watapata huu ujumbe, lakini pia tutatumia platform mbalimbali kuweza kuwafikia wawekezaji ili kwa kushirikiana na sisi wafike hapa waweze kuwekeza na kuliongezea thamani ziwa hili ili lirejee kwenye ubora, lakini pia lisaidia halmashauri ya wilaya yetu ya Kondoa, ikiwa ni pamoja na kijiji husika kinachotunza ziwa hili, kijiji cha Haubi. Hili bwawa lina manufaa moja, samaki. Alafu huku kando kando tunalima mboga mboga, tunachota maji huku tunaenda kumwagia. Pia tuna wanyama wetu tunanywesha hapa, tunapata maji tunakuja kuwanywesha. Kwa hiyo hili bwawa lina manufaa, bata, samaki nyingi tu. Baadhi ya shughuli za binadamu zimekuwa zikichangia kupungua kwa kina cha ziwa Haubi. Lakini juhudi mbalimbali za kuokoa ziwa hili zinafanyika ili wananchi wa Kondoa waendelee kunufaika na uwepo wake. Jukumu letu kubwa kwa sasa, kabla wawekezaji hawajafika, ni kuendelea kupambana kuhakikisha ziwa linakaa kwenye ubora wake, kwa kuwa tatizo kubwa ya ziwa hili ni kujaa mchanga. Kwa hiyo katika kupambana na swala la kujaa mchanga, wenzetu wa halmashauri ya Kondoa vijijini walipata mradi kutoka kwenye ofisi ya makamu wa rais na mazingira, wakaweza kutekeleza mradi wa kuzuia mchanga kufika huku kwa kuweka makinga maji, na ni mradi endelevu. Itakuja awamu ya pili na ya tatu kuhakikisha kwamba maji yote tiririka yanayoingia kwenye ziwa hili tuweze kuyadhibiti yafike pasina mchanga, yafike maji yenyewe ili ziwa hili lirejee kwenye kina chake. Kwa hiyo kwa sasa tunatarajia kuandika mradi wa kuweza kutoa mchanga ambao umejaa kwenye hili ziwa, ili ziwa lipate kina kizuri, liweze kuvutia wawekezaji, waweze kufika, fukwe zisafishwe, lakini hata mazalio ya samaki yaongezeke kutokana na ziwa kuwa kwenye ubora wake. Kwa hiyo sisi kama wahifadhi tunashirikiana na jamii ya Wanahaubi kupitia viongozi wao, kupitia wananchi, na tunashukuru kwa awamu hii tumepata Mheshimiwa Waziri
maliasili na utalii ambaye ni mbunge wetu wa hii jimbo la Kondoa. Kwa hiyo kwa kinaga ubaga anatuunga mkono sana kuhakikisha kwamba haya malengo haya matarajio ambayo tunatarajia mbeleni tutafika kutakuwa kuzuri, anatuunga mkono sana kuhakikisha kwamba anatusapoti tuweze kutekeleza hivi vitu ambavyo tumejipangia, kwa kuwa ni ziwa muhimu kwa wananchi wa Ahubi na wilaya nzima ya Kondoa. Hatua kubwa ambayo tumefanikiwa, kwa sababu ukiangalia kulinganisha na kipindi cha nyuma kabla haya makinga maji hayajajengwa, ziwa lilikuwa linakumbwa na kupungua kwa kina kwa kiasi kikubwa kutokana na udongo unaotoka katika maeneo ya juu. Hivyo kuwepo kwa makinga maji haya kumepunguza kwa kiasi kikubwa reti ya ujaaji wa mchanga katika ziwa Ahubi. Kiufupi ni kwamba ziwa hili limeendelea kuwepo kwa sababu ya juhudi ambazo zinafanywa na taasisi yetu ya TFS au Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania upande wa wilaya ya Kondoa, kwa sababu maji mengi yanayokuja kwenye ziwa hili yanatoka katika misitu yetu ya hifadhi, ikiwemo msitu wa hifadhi wa safu za milima ya Ilangi, ambapo kwa kiasi kikubwa tumekuwa tukitoa mchango mkubwa katika kuhakikisha tunashirikiana na wananchi, lakini vile wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba ziwa hili linaendelea kuwepo, na pia viumbe mbalimbali ambao ni tegemezi katika ziwa hili wanaendelea kunufaika na kuzaliana, kama vile samaki, lakini vile ndege mbalimbali wanaohama na wasiohama, lakini vile wananchi ambao wanategemea kupata maji pia kwa ajili ya kilimo, lakini vile kwa ajili ya kutumia na kunywesha mifugo yao. Juhudi tunazozifanya ni kuhakikisha kwamba uharibifu unaofanyika kule ndani ya hifadhi zetu unadhibitiwa kwa kiwango kikubwa sana, ili kuhakikisha kwamba maji yenye udongo yawezi kuingia ndani ya ziwa hili na kuweza kulisababisha litoweke kabisa. Kwa hivyo tumekuwa tukifanya doria za mara kwa mara kwa kushirikiana na wananchi, lakini vile wadau mbalimbali kutoa elimu za uhifadhi wa mazingira, ili kuhakikisha kwamba ziwa linakuwa la manufaa kwa vizazi vilivyopo na lakini kwa vizazi vinavyokuja. Wageni mbalimbali wanakaribishwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakuja kutalii na kupata upepo mzuri wa ziwa, lakini vile ziwa hili linaweza likatoa utalii kama vile wa picha. Kuna ndege mbalimbali wako hapa, lakini vile mtu anaweza akaja kutalii kwa kuvua samaki, lakini mtu anaweza akaja kupiga kasia. Inaweza ikawa ni sehemu moja wapo ya utalii na kuenjoy kama mapumziko ya kila siku. Sisi binadamu tunafanya shughuli nyingi ambazo zinatuchosha, kwa hiyo binadamu tunahitaji kupumzika kwa kiwango kikubwa, na ndio maana leo hii taasisi kama TFS tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba ekolojia yetu inaendelea kuwa salama kwa ajili ya makazi ya wanyama na viumbe hai ambavyo vinazunguka milima yetu au hifadhi zetu za chini ya Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania. Kwa sasa tuko eneo la Ahubi, kwenye eneo ambalo tunasema tuna utalii wa S-pillars. Tuna utalii wa S-pillars, kwa lugha nyingine tunasema natural pillars. Ni eneo muhimu sana kwa Wanaahubi, ni eneo muhimu sana kwa utalii wetu Wanakondoa, lakini pia ni eneo ambalo tunalisimamia sisi kama Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania. Tumefika hapa mahususi ili kuweza kuonyesha kwamba jamii ya Watanzania waweze kuona umuhimu wa haya maeneo ambayo ni chanzo cha utalii. Kwa hiyo hili eneo umuhimu wake mkubwa ni chanzo cha utalii wa kijiografia, ndio hizo tunaziita S-pillars, utalii wa kijiografia. Wageni wanapenda sana kuja kuangalia namna ambavyo uumbaji wa mazingira ulivyobadilika kutoka kwenye uumbaji wa asilia kuja kwenye uumbaji wa leo hii kutokana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia ni eneo muhimu kwa kuwa ndio eneo ambalo linatiririsha maji ambayo yanatokana na uwepo wa mvua kuelekea kwenye bwawa letu la Ahubi. Kwa hiyo bwawa la Ahubi linategemea maji kutoka kwenye milima ya Ilangi Escarpment Forest Reserve, kwenye safu za maporomoko ya milima ya Ilangi. Kwa maeneo haya tuliposimama ni maeneo ambayo ndo maji yanayoelekea kwenye ziwa Ahubi kutoka kwenye safu za milima ya Ilangi yanafika pale. Kwa hiyo ni eneo muhimu sana, tunapaswa kuendelea kulitunza, kulilinda na kulisimamia kwa usimamizi endelevu, huku tukishirikiana na wananchi ambao ndio wenyeji wa eneo hili, ili kuhakikisha kwamba uzuri huu wa nchi tuliobarikiwa na Mwenyezi Mungu uendelee kudumu, sio leo tu, hata vizazi vijavyo pia waweze kujivunia na waweze kunufaika kutokana na uwepo wa eneo hili
ambalo lina utalii wa kijiografia ambao kitaalamu tunasema ni natural pillar au earth pillars. Earth pillars ni features ambazo zinazotokana na mmomonyoko wa ardhi, hasa unaosababishwa na mvua, ambapo udongo ambao ni imara unabaki, lakini kwa kiasi kikubwa ule udongo ambao ni soft au udongo mlaini unaoshwa na yale maji na kuondoka. Kwa ule udongo mgumu unaobaki ndio unatengeneza features ambazo zinaitwa earth pillars. Hivyo kuna taratibu mbalimbali hatua mbalimbali ambazo zimeshachukuliwa na serikali kuhakikisha eneo hili linahifadhiwa. Ikiwa ni hatua mbili ambazo zimefanyika. Kubwa ni kuzuia mmomonyoko usiendelee kwa kasi, lakini pia kupambana na mmomonyoko kama utaweza kuisha kabisa. Hatua ya kwanza iliyofanyika ni kupanda mimea ambayo inaweza ikaresist ile utokeaji wa erosion, ambapo kuna aina mbalimbali ya mimea imepandwa ikiwemo mianzi, lakini pia katani na aina ya majani ambayo yanaweza kuzuia mmomonyoko huo. Safu za milima ya Irangi zina utajiri wa misitu inahudumia takribani vijiji 20. Wananchi wanapata maji kwa ajili ya kufanya kilimo cha umwagiliaji, wanakuwa na uhakika wa chakula, wanafanya biashara ya mazao misimu yote ya mwaka. Lakini safu za milima hii pia zinasaidia uhakika wa upatikanaji wa maji. Msitu huu tunaulinda, ina maana tutaingia enzi za mababu. Msitu huu ulikuwa hauguswi na watu na ulikuwa hautumiki kwa shughuli yoyote kibinadamu. Pia sisi baada ya kurithi, ambaye sisi tulikuwa bado wadogo, tumerithi msitu huu na tunaendelea kuulinda kwa ajili ya kunufaisha vijiji na vizazi vijavyo. Na mpaka sasa hivi tuko bega kwa bega na shirika hili la TSF. Msitu huu tunanufaika nao kulingana na vyanzo vya maji. Kwa ajili vyanzo vya maji hivi vinatumika zaidi ya vijiji 38 ambavyo viko Irangi ya chini. Pia kwenye msitu huu unufaikaji wa watu wa kijiji cha Mafai, hata hali ya hewa inakuwa ni hali nzuri, na kipindi cha kiangazi kijiji cha Mafai kinanufaika, hakina ukame. Kwa hiyo ndio tunachonufaika nacho, na sisi tunapata mvua kwa wakati unayotakiwa. Kwenye msitu tunanufaika na maji, tunanufaika na hali ya hewa baada ya kuhifadhiwa na TFS. Pili, tunanufaika na nyuki, sababu tayari tumeshapatiwa mizinga ya asili na ya kisasa tumeiwekeza kwenye msitu. Kwa hiyo tunanufaika na nyuki na upokeaji wa asali. Na yaani kwenye msitu ni kwamba huruhusiwi kuingia kufanya shughuli zozote za kibinadamu. Kwa hiyo tunaponufaika na ile hali ya hewa, basi wale tulioko kando kando ya ule msitu, na sisi tunanufaika na ile hali ya hewa inayotoka kwenye msitu. Kabla ya TFS msitu ulianza kuteketea, kukatwa miti, kuchoma moto ovyo, lakini baada ya kupata TFS kutoa elimu, kwa kweli sasa hivi hali imeshakuwa nzuri. Uharibifu wa mazingira umepungua na utazidi kupungua kabisa na utaisha. Kutunza mazingira kwenye msitu huu ni mkubwa, hasa kwenye suala la kulinda vyanzo vya maji. Maji tunapata kwa wingi, alafu mazingira yamekuwa mazuri, hali ya hewa imekuwa nzuri, na hata mvua zinakuja kwa wakati, kinyume na kulipokuwa na uharibifu wa mazingira. Mvua saa nyingine zilikuwa zinachelewa, au mvua inawahi lakini inakwepa kwa sababu ya msitu umeharibiwa. Na kulikuwa na joto sana, lakini kwa sasa hivi joto limepungua baada ya msitu kuwa salama. Na hapa tupo kwenye msitu wa safu za milima Irangi, ambapo tupo kwenye chanzo cha maji cha Ntomoko. Msitu huu umekuwa na faida tofauti kwa wanajamii wanaozunguka vijiji vinavyozunguka hifadhi hii, ikiwemo ni manufaa ya kiikolojia, lakini bado wanakijiji hawa wananufaika na msitu huu, wanapata maji kutoka kwenye hiki chanzo. Jambo jingine, kuna sehemu ya matambiko ambayo wanakijiji wamekuwa wakiomba ruhusa ya kwenda kutambika kulingana na taratibu zao. Nje na hapo, umuhimu wa chanzo hiki cha maji sio kwa wilaya hii tu ya Kondoa, lakini pia hata wilaya jirani, kwa maana maji yanayotoka hapa yananyeshwa Kondoa vijijini, lakini na wilaya yetu wilaya jirani ya Chemba. Yapo mambo ambayo yamezuiliwa kufanyika katika hifadhi hii ambayo si rafiki hasa katika swala la uhifadhi, ikiwemo swala la kuchoma moto, kuanzisha shughuli za kibinadamu zinazohatarisha ikolojia
ya msitu huu, ikiwemo kama kilimo, shughuli za mifugo na shughuli zingine mbalimbali ambazo kimsingi zinakwenda kumnufaisha mtu mmoja na si jamii kwa ujumla. Ni takribani miaka 20 sasa tangu michoro ya miambani Kondoa itangazwe kuwa eneo la urithi wa dunia na UNESCO. Upekee wake, maajabu yake imepelekea michoro hii kuwa kivutio maarufu cha utalii hapa nchini, haswa mkoa wa Dodoma. Hebu tujikumbushe, ni sababu gani ambazo zilipelekea michoro ya miambani Kondoa kupandishwa hadhi, na kwa namna gani uhifadhi endelevu wa misitu unasaidia kuendelea kuwepo kwa michoro hii? Kituo kinachosimamiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania kwa maana ya TFS, lakini pia ni kituo cha urithi wa dunia. Kwa hiyo ni kituo kikubwa sana, na sisi pia tuko kwenye urithi wa dunia. Kwa sasa hapa tupo kwenye site ambayo tunasema ni ukanda wa Coral, kwa maana ya kwamba Coral Complex. Tumebarikiwa kuwa na kanda 6 ambazo zinasimamiwa na kituo cha michoro ya miambani Kondoa. Kwa hiyo tuna kanda 6 katika maeneo tofauti tofauti ambayo yana ukubwa wa hekta za mraba 4900. Kwa hiyo tunasimamia eneo lenye square kilomita za mraba 4900 ndani ya vijiji 15 ndani ya wilaya ya Kondoa, na saiti hizi zipo scattered, yani zimetofautiana, ziko kwenye umbali tofauti. Michoro hii tunayosimamia, huu ni ushahidi wa utamaduni, historia, mila na desturi za ndugu zetu wa Sandawe ambao ni Khoisan, kutoka kwenye jamii ya Khoisan ambao walifanya sanaa kubwa hapa. Lakini si tu peke yao wa Sandawe, pia tumebarikiwa kuwa na michoro ya rangi nyeusi na myeupe ambayo ilichorwa na jamii ya Wabantu ambao wanawakilishwa na kabila la Warangi. Lakini kwa leo hii tuko hapa kwenye site ya Coral na tumechagua kuja hapa kwenye site namba B1 kama inavyoonekana, au almaarufu kwa jina la Mongomi wa Coral. Ni site kubwa sana, elevation ni 1980 kutoka usawa wa bahari. Kwa hiyo tuko juu, kuna fresh air, baridi, hewa ni nzuri. Kwa kweli tunajivunia kufika eneo hili. Kwa hiyo michoro hii ya rangi nyekundu na ya njano ilichorwa na jamii ya Wasandawe ambao inachorwa na kabila la Wasandawe kutoka jamii ya Khoisan ambao shughuli yao kubwa ni kuulinda asali, kuwinda wanyamapori na kuokota matunda kutoka kwenye mapori yetu haya, misitu hii ya asili. Kwa waliona waweze kukaa hapa ili waweze kujihifadhi, kwa kuwa kipindi hicho binadamu alikuwa bado hajagundua teknolojia za kuweza kujenga nyumba za kisasa. Kwa hiyo njia iliyobakia ni kutafuta makazi asilia ili waweze kujihifadhi. Kwa hiyo mojawapo ya makazi asilia yalikuwa ni maeneo haya ya mapango, wanasema mapango, lakini kitaalamu tunasema hii ni makazi ya miambani kwa sababu ya hii mwamba wenye kofia kubwa. Kwa hiyo watu wanapata fursa ya kuweza kukaa hapa vizuri kabisa. Kwa hiyo waliishi hapa maelfu ya miaka, mwisho wa siku wakaona watuachie zawadi ambao ni kumbukizi kwa maisha walioweza kuyaishi hapa. Kwa hiyo michoro hii haikuchorwa tu kama kujifurahisha, ilikuwa ni namna ya kutunza kumbukumbu zao, namna ya kutunza kumbukumbu katika mifumo mbalimbali ya maisha yao, katika mifumo ya utamaduni na katika mifumo ya kijamii. Kwa hiyo kiutamaduni waliweza kutuonesha ni namna gani walikuwa wanawasiliana na muumba wao kupitia matambiko, kupitia mila tofauti walituwasilishia kwenye sanaa ya michoro, lakini pia shughuli za kijamii kama namna gani waliweza kuishi hapa kwenye hii nyika. Kwa hiyo wanatuonyesha ni namna gani walikuwa wanawinda, ndio maana halisi ya kuweza kuchora wanyama mbalimbali. Kwa hiyo michoro hii inaakisi maisha ya zamani ya wazee wetu, ya mababu zetu, ya mabibi zetu ambao walifanya kazi kubwa sana ya kuweza kuhakikisha sisi vijana wa leo hii tuweze kujua namna gani wenyewe wametoka kwenye teknolojia yao, lakini ni vipi walipambana na maisha yao. Kwa wale watu waliweza kukaa hapa. Kwa hiyo mtu yoyote atakayetaka kujua michoro au kiniuliza nini maana ya michoro hii ya michoro ya miambani Kondoa Irangi, nitakwambia ilikuwa ni namna ya kutunza kumbukumbu. Kwa hiyo kabla ya ugunduzi wa lugha za maandishi, watu hawa waligundua lugha ya kuchora. Kwa hiyo hii lugha ya kuchora ndo ilikuja kuzaa lugha ya maandishi.
Kwa hiyo wakichora simba wanamaanisha hapa kulikuwa kuna simba wengi sana. Wakichora tembo wanamaanisha walikuwa wanaishi kwa kutegemea tembo. Wakichora swala, twiga wanamaanisha walikuwa wanaishi kwa kutegemea aina hiyo ya wanyama. Kwa hiyo naweza nikasema watu hao walifanya kazi kubwa iliyotukuka ya kuweza kuonesha kwamba wametoka kwenye jamii hipi, kwenye teknolojia hipi, kwenye tamaduni zipi. Kwa hiyo zana kubwa ya michoro ilikuwa ni kutunza kumbukumbu za mfumo wa maisha ya binadamu katika nyanja ya utamaduni na nyanja ya kijamii. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwapongeza, ya kuwashukuru na kuwaenzi kupitia kuilinda, kuitunza na kuhifadhi rasilimali hii ambayo tumeachiwa ni urithi wa dunia. Kwa hiyo michoro hii imegawanyika katika mifumo minne tofauti. Utaona picha za wanyamapori, utaona picha za binadamu, utaona picha za maumbo, lakini pia utaona picha za mimea mbalimbali, inaonyesha vegetation cover na uoto wa asili namna ambavyo ulikuwepo kipindi hicho. Michoro hii ina umri zaidi ya miaka 40,000 iliyopita. Kwa hiyo unaweza ukaona, ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji wa hichi kipindi chetu pendwa, namna gani walifanya sanaa kubwa na imeishi hadi leo maelfu ya miaka pasina kufutika. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuitunza, kuilinda na kuhifadhi. Tumerisishwa ili tuharisishe. Kwa kweli uwepo wa michoro hii umekuwa ni kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Kama kitu kivutio kiko chini ya urithi wa dunia, ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Umeona? Yaani na maana kila mtu aliyoko duniani kula anatamani kuja kuona ni nini ambacho kipo Kondoa Irangi. Kwa hiyo kupitia hii michoro ambayo imechorwa, hiki kivutio pia sio kwamba ni kivutio tu cha utalii, pia kuna tiba zingine ambazo zinafanyika za asili. Watu wanakuja huku kutoka sehemu mbalimbali kuja kutibiwa, kupata tiba, kwa sababu tuko chini ya UNESCO. Kama unavyojua kwamba UNESCO huwa na vigezo kama 10. Kwa hiyo site kikizi zaidi ya kigezo kimoja inaingizwa kwenye urithi wa dunia. Sasa sisi kama Kondoa Irangi tulikizi vigezo viwili, kigezo namba 3 na kigezo namba 6. Kigezo namba 3 kinasema upekee wa michoro ya miambani Kondoa Irangi. Michoro yetu ni ya kipekee na figures nyingi na zinaonekana sio kama michoro ya watu wengine huko duniani. Lakini pia tunasema kwamba kigezo kingine ambacho ni namba 6 kinasema ni urithi unaoishi. Kwa hiyo urithi unaoishi tukimaanisha kwamba hii sehemu ndio watu walikuwa wakija kuomba. Kama mtu ana changamoto zake alikuwa akija kuomba, na kiongozi hapa alikuwa anaitwa shaman. Ina maana ndio alikuwa anaongoza ibada zote za kitamaduni. So unajua kabla ya dini kuingia, tulikuwa tunasali kwenye mizimu, si ndivyo? Zile mila za asili tulikuwa tunasali huko. Sasa hapa watu walikuwa wakija kipindisho cha nyuma kuja kuomba. Ndio sehemu ambayo mvua ilikuwa ikinyesha, watu walikuwa wakija hapa wanaomba na mvua inanyesha. Ni sehemu ambayo kama mwanamke alikuwa hawezi kuzaa, alikuwa akija hapa anapata mtoto. Lakini pia tuna tiba ya asili pia, na chenye ni kivutio. Tunasema ni religion, tradition, tourism ambao pia tunayo hapa, lakini pia tuna paintings ambazo ni za muhimu sana, zinatukumbusha historia yetu kwamba tulitoka wapi na mpaka sasa tuko wapi. Michoro hii imechorwa ndani ya hifadhi. Maana yake ni kwamba hifadhi hii imetumika kutunza michoro na miamba iliyopo ndani yake. Kwa hiyo kwamba maana ya kuchora michoro hii, lakini pia walikuwa wanafundishana namna ya kuweza kuhifadhi mazingira. Ndio maana wamechora baadhi ya mimea, wakionyesha mimea ilikuwemo humu, ilikuwa ni chakula, ilikuwa ni dawa, ilikuwa ni tiba. Kwa wana kila sababu ya kuweza kuitunza. Kwa hiyo mahusiano ya hii michoro na huu msitu vimeonyeshwa moja kwa moja kupitia sanaa ya michoro, kwamba tuweze kutunza uoto wa asili ili uoto wa asili huu uweze kututunzia michoro yetu iliyomo ndani ya hii hifadhi. Kwa kuwa ukiharibu msitu, ukiharibu uoto huu wa asili, hata jua litafika kiurahisi maeneo haya, kwa michoro itafutika. Kwa hiyo wazee walitumia sanaa ya michoro pia kuweza kuonyesha namna gani tunatakiwa tutunze msitu. Kwa lugha nyepesi tunaweza tukasema kwamba michoro hii pamoja na msitu wetu ni pete na kidole, vinaenda pamoja. Ili iweze kukaa kwenye hali nzuri, lazima misitu tuweze kuhifadhi kinaga ubaga, kwa sababu miti ikikosekana, kimvuri kikikosekana kwenye hii michoro, inaweza kapelekea michoro pia kufutika, kwa sababu ya jua kupiga sana kwenye michoro. Kwa hiyo miti na uoto wa asili kwa kiasi kikubwa umekuwa ni kitu cha msingi sana ambacho kinasaidia kuweza kutunza michoro yetu. Hakika uhifadhi wa misitu unasaidia wilaya ya Kondoa kuwa kijani wakati wote.
tofauti hata na wilaya zingine katika mkoa wa Dodoma. Safu za milima ya Irangi ni utajiri wa Wanakondoa. Wanapata maji, wanafanya kilimo cha umwagiliaji misimu yote, chakula cha uhakika, biashara za mazao zinafanyika, hivyo wanapunguza umasikini na matokeo yake ni maendeleo endelevu kutokana na nini? Na uhifadhi wa misitu. Hadi wakati mwingine, mimi naitwa Anna Peter. Ukipenda unaweza kuniita Mama Kijani au msemaji wa miti Tanzania. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania.